بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Leo tupo katika siku 10 bora kuliko siku zote duniani, ambapo ni tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja mwaka huu wa 1441 Hijria, sawa na tarehe 22 ya mwezi wa Julai mwaka 2020 miladia. Jana tulielezea fadhila na ubora wa 10 hili la mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja. Pia tukaelezea masala ya mtu ambaye anaazimia kuchinja udhiya siku ya Idi na katika zile siku za tashriki 3, kwamba anatakiwa ajiepushe kukata kucha zake na nywele zake, lakini pia kukata ngozi yake. Ajiepushe hayo mpaka atakapochinja udhiya wake, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoko katika sahihi Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. Mkiuona mwezi muandamo wa Dhulhijja na mmoja wenu akataka kuchinja udhiya, na ajizuie kukata nywele zake na kucha zake mpaka achinje udhiya huyo. Wa fi riwaya: asiguse na asikate nywele zake na ngozi yake kitu chochote. Leo tunaelezea fi wadhaifi 10 Dhulhijja, mambo yanayofanywa katika siku 10 hizi za mwanzo za Dhulhijja. قال هذا الشيخ حفظه الله: إن إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد. kudiriki 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja ni neema kubwa katika neema za Allah mtukufu kwa mja wake. Yaqduruha haqqa qadriha as-salihun al-mushammirun. Yaqduruha haqqa qadriha, wanaziadhimisha haki ya kuziadhimisha wale watu wema wenye kujipinda katika mambo ya kheri, wenye kujipinda katika ibada. Mtu aliyediriki na kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupata 10 hili la mwanzo la Dhulhijja ni katika neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja huyo. Wa inna wajiba almuslim istish'aru hadhihi an-ni'ma wa iqtinamu hadhihi al-fursa. Wajibu wa Muislamu ni kuhisi neema hii na kuchukua nafasi ya fursa hii kwa kufanya amali njema mbalimbali. Wadhālika bi an yakhussa hadhihi al-'ashr bimazidi inaya, na hilo ni kwa kuhusu 10 hili la mwanzo kwa kuzidisha kulitilia umuhimu. Wa an yujahida nafsahu bitaa, na kuifanyia jihadi nafsi yake kwa taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya mambo mema mbalimbali. Kila mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kulidiriki 10 hili la mwanzo la Dhulhijja, basi ni fursa kubwa na ni neema kubwa kwake. Anatakiwa kila Muislamu amshukuru Allah kwa neema hiyo na aifanyie jihadi nafsi yake kwa kuzidisha taa. Qala Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah: kanu yu'adhimuna 13. Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah alikuwa anasema walikuwa salaf wakiadhimisha 13. Kanu yuadhimuna 13, walikuwa salaf wakiadhimisha 13, al-ashra al-akhira min Ramadhan
kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wal ashra al-awwala min Dhulhijja, na kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, wal ashra al-awwala min al-Muharram, na kumi la mwanzo la mwezi wa Muharram. As-salaf walikuwa wakiadhimisha na kuzidisha ibada na kuzidisha taa katika makumi haya matatu katika mwaka. Al-ashra al-akhira min Ramadhan, kumi lili la mwanzo la mwisho la mwezi wa Ramadhan, wal ashra al-awwala min Dhulhijja, na kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, wal ashra al-awwala min al-Muharram, na kumi la mwanzo la mwezi wa Muharram wa mfungo 4. Wa inna min fadlillahi ala ibadihi kathrata turuqil khair wa tanawwu'a subulit ta'at, yani katika fadhila za Allah kwa waja wake wingi wa njia za khairi. Njia za khairi ni nyingi. Hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kwamba amewawekea njia nyingi za khairi. Watanawwa subuli ta'at, na kutanawwa na pia kuwa nyingi sampuli zile za njia za taa. Liyaduma nashatul muslim, ili iendelee nashati na uchangamfu wa Muislamu wa kufanya taa, kwa kufanya sampuli mbali za ibada na taa. Wayabqa mulaziman li taati rabbih wa ibadatihi, na ili abakie Muislamu ni mwenye kulazimiana na kumtii Mola wake na kumwabudu Mola wake azza wa jalla. وفي عشر ذي الحجة أعمال فاضلة وطاعات متعددة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. na katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja kuna ibada bora na taa nyingi ambapo Muislamu anatakiwa afanye pupa kuzitekeleza taa hizo na ibada hizo. وفي عشر ذي الحجة, na katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, a'malun fadila, kuna amali bora, wa ta'atun mutaaddida, na kuna taa mbalimbali. Yambaghi lilmuslimi an yahrisa alaiha, anatakikana Muislamu afanye pupa kutekeleza taa hizo na ibada hizo. Wa minha, na katika ibada hizo ambazo Muislamu anatakiwa afanye pupa kuzifanya katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, awalan as-siyam, kwanza kabisa ni saumu. sababu dukhulu as-siyam fi umumi al-a'mal as-salihah ayyam al-ashr mustafadun min umumi al-adilla, kuingia saumu katika kuenea kwa amali njema hizi siku kumi za mwanzo. Kuingia kwa saumu kumechukuliwa kutokana na kuenea kwa dalili. Mtume aliposema ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah, kwa hiyo saumu inaingia katika amali njema. Bal min ajalli al-ibadat, ni katika ibada tukufu ibada hii ya saumu. Idhan as-siyamu, jambo la kwanza ambalo Muislamu anatakiwa afanye pupa kulifanya katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja ni ibada hii ya saumu. Fayusannu lilmuslimi an yasuma 9 Dhulhijja, ni sunna kwa Muislamu kufunga siku 9 za mwezi huu wa Dhulhijja. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam hatha ala al-amali as-salih fiha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza kufanya amali njema katika siku hizi. Was-siyamu min afdalil a'mal, na saumu ni katika ibada bora. Was-siyamu min afdalil a'mal, saumu ni katika ibada bora katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo saumu inaingia katika maneno ya Allah ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ma min ayamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, yani 10 Dhulhijja. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه, Allah subhanahu wa ta'ala ameikhitaria nafsi yake ibada hii ya saum. وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه, Allah subhanahu wa ta'ala ameichagulia na kuikhitaria nafsi yake ibada hii ya saum, kama fi alhadithi alqudsi qala Allah ta'ala kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm
فإنه لي وأنا أجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudsi, kila ibada ya mwanadamu ni yake illa saum, isipokuwa saum, fa innahu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa saumu. As-saumu li illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kila amali ya mwanadamu, kila ibada ya mwanadamu lahu ni yake illa saum, isipokuwa saum, fa innahu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye ninayelipa kwa saumu. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. يبقى أبو أمامة رضي الله عنه anasema nilimwambia mtume, ya Rasul Allah, nifahamishe amali ambayo nitaingia peponi kwa amali hiyo. Dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna, nifahamishe amali ambayo nitaingia peponi kwa amali hiyo. Qala, mtume akamwambia, alaika bisawm fa innahu la mithla lah, jilazimishe saum, kufunga, kwani saumu haina mfano wake. Alaika bisawm fa innahu la mithla lah, jilazimishe kufunga, kwani saumu haina mfano wake. Hadithi nyingine inayothibitisha utukufu wa ibada hii ya saum, kwamba ni moja katika ibada ambayo mtu itamuingiza peponi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, hataendelea mja wangu kujikurubisha kwangu kwa sunna, hata uhibbahu, mpaka nimpende. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, mja wangu hataendelea kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna hata uhibbahu, mpaka nampenda. Yani mja wake Allah anapojikurubisha kwake kwa mambo ya sunna, ibada hizi za sunna na somu za sunna, Allah subhanahu wa ta'ala humpenda mja wake huyo. ومن أحب العبادات إلى الله تعالى الصوم, na katika ibada anazipenda sana Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada hii ya saum, la siyama fi hadhihi al-ayyam al-fadila, hasa katika siku hizi bora Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana ibada hii ya saum. قال النووي رحمه الله صيامها مستحب istihbaban shadida, kuzifunga siku hizi 9 ni sunna, tena usunna wenye nguvu. Siyamuha mustahabun istihbaban shadida. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharhi yake ya sahihi Muslim anasema siyamuha mustahabun istihbaban shadida, kufunga siku hizi 9 za 10 la mwanzo la Dhulhijja ni sunna, tena sunna yenye nguvu. وأما ما اشتهر عند بعض العوام ولا سيما النساء من صيام 3 الحجة يعنون بها اليوم 7 و8 و9 فهذا التخصيص لا أصل له فيما أعلم والله أعلم. Ama ilivyotangaa kwa baadhi ya watu wa kawaida, hasa wanawake, lipi lililotangaa? Kufunga siku 3 za Dhulhijja, kufunga siku 3 za mwezi huu, wanakusudia kwa hiyo 3 Dhulhijja, siku ya 7, yani tarehe 7 ya Dhulhijja, na siku ya 8 na ya 9, yani kufunga siku 3, tarehe 7 ya mwezi huu ya 10 la mwanzo, na tarehe 8 na tarehe 9. فهذا التخصيص لا أصل له فيما أعلم. تخصيصه hii kuhusisha siku hizi 3 haina asili yoyote wala haina dalili yoyote katika ninayojua, wallahu a'lam. Kwa hiyo hakuna sunna ya kufunga siku 3 peke yake za hili 10 la mwanzo la Dhulhijja, tarehe 7 na 8 na 9. Sunna ni kufunga siku zote 9, au kama mtu hana uwezo wa kufunga siku 9, basi kufunga siku ile ya 9 ambayo ni tarehe 9, siku ya Arafa. Ama kuzihusu siku 3 peke yake, hii haina dalili yoyote wala haina asli yoyote katika sunna, wallahu a'lam.
قال وأما صيام يوم عرفة ففيه ثواب عظيم أما كفunga siku ya Arafa tarehe 9 ya mwezi huu wa Dhulhijja ndani yake kuna thawabu kubwa. ورد فيه نص خاص نذكره إن شاء الله imekuja katika saumu ya siku ya Arafa hadithi maalumu tutaitaja insha Allah fil kalami ala yaumi Arafa katika kuzungumzia utukufu wa siku ya Arafa fil majlisi tasi katika kikao cha 9 tutaelezea hadithi hizo maalumu za kuhusu utukufu wa kufunga siku ya Arafa. Kwa hiyo ibada ya kwanza ambayo kila Muislamu anatakiwa afanye pupa katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja ni ibada hii adhima, ibada ya siyam. Thaniyan, jambo la pili ambalo linafanywa katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja at-takbir, ni takbir, kusema Allahu akbar. Wa min al-a'mali as-salihah fi hadha al-'ashri dhikrullahi ta'ala, ni katika amali njema katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja ni kumtaja Allah mtukufu bitakbir, kwa kusema Allahu akbar, watahlil na kusema la ilaha illa Allah, watasbih na kusema subhanallah, walistighfar na kusema astaghfirullah, wadua na kumuomba Allah. Haya pia ni katika mambo ambayo kila Muislamu anatakiwa afanye pupa kuyatekeleza katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja. Takbir, kusema Allahu akbar na kusema la ilaha illa Allah na kusema subhanallah na kusema astaghfirullah na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya khairi. Wadhikru mashru'un fi sa'iri al-awqat, jambo la dhikri kumtaja Allah hili linatakiwa katika nyakati zote. Mahbubun fi jamii al-ahwal, ni lenye kupendwa katika hali zote. Illa fi ahwalin warada ash-shar'u biistithnaiha, isipokuwa katika hali ambazo imekuja sheria kuzitoa katika nyakati hizo na kuzitoa katika sunna. Illa fi ahwalin warada ash-shar'u biistithnaiha, isipokuwa katika hali ambazo imekuja sheria kuzitoa hizo dhikri katika hali hizo na nyakati hizo. Kwa mfano wakati wa kukidhi haja haitakiwi mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wala dhikri yoyote chooni. Wa halati aljimai, na katika hali ya kitendo cha ndoa, ndani ya kitendo cha ndoa pia haifai kuleta dhikri yoyote. Na wakati ule wa khutba, khatiba anatoa khutbatul jumaa, mtu kusema dhikri yoyote haifai. Wa fil qiyam fi salati bal yashtaghilu bil qira'a, na ndani ya sala bali anashughulika kwa kusoma Qur'ani. Kwa kuna hali ambazo, nyakati ambazo na hali ambazo haitakiwi kuleta adhkari zozote kama baadhi ya hali hizo tulizozitaja. Lakini adhkar ni matlub na mashru'a na matluba katika kila hali, isipokuwa hali hizo ambazo sheria imekuja kuzitoa katika sunna kwamba haitakiwi kuleta adhkari hizo. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kuwasifu wanaomtaja Allah, qala alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale wanaomtaja Allah katika hali za kusimama na hali ya kukaa na hali ya kulala ubavu. Waqala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, nitajeni na mimi nitakutajeni, washkuruli na nshukuruni, wala takfurun, msini kufuru. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya waislamu na wanadamu wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha na kusema fadhkuruni adhkurkum, nitajeni nitakutajeni, washkuruli wala takfurun, na nishukuruni msini kufuru. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema سبق المفردون, wametangulia almufarridun. قالوا masahaba kumuuliza ya Rasul Allah, man almufarridun, nikina nani hao almufarridun?
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ni wale wanaume wanomtaja Allah sana na wanawake pia wanomtaja sana Allah, ndio hao aliwakusudia Mtume sallam akisema sabaqal mufarridun. Idhan الذاكرون الله كثيرا والذاكرات المراد الذين تفردوا بذكر الله تعالى wale ambao wamejitenga kwa kumtaja Allah azza wa jalla, ndio hao sabaqal mufarridun. المفردون Mtume sallam akajibu manhum adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat, ni wale wanaume na wanawake wanomtaja Allah sana. وقال العلماء على مشروعية وقد استدل العلماء على مشروعية التكبير في أيام العشر بقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعلماء متولي دليلي kwa sunna hii ya takbir, kuleta takbir katika siku hizi 10 kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, na wakataja jina la Allah katika siku hizi maaluma zinazojulikana, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kwa vile alivyowaruzuku katika wanyama. Faqad warada an ibn Abbas رضي الله عنهما أنه قال الأيام المعلومات أيام العشر. siku hizi zinazojulikana ni siku hizi za 10 la mwanzo la mwezi huu wa Dhulhijja. hii ndio muradi wa qawluhu ta'ala ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قالوا فالمراد بالذكر في الآية الكريمة هو التكبير أيام العشر. ومسيما مع علماء وما مرادي والذكر katika aya hiyo tukufu ويذكر اسم الله, مرادي والذكر هو التكبير, ni takbir أيام العشر katika siku hizi 10 za mwanzo za mwezi huu wa Dhulhijja. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. pia wametolea dalili maulama wa hadithi عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema ma min ayamin, hakuna siku zozote, a'dhama inda Allah, zilizokubwa kwa Allah, wala ahabba ilayhi al'amalu fihinna, wala siku ambazo Allah anapenda amali anaipenda sana Allah katika siku hizo, min hadhihi al-ayami al-ashri, kuliko amali katika siku hizi 10. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد, كثيرشeni katika siku hizo tahlil, kusema la ilaha illa Allah, والتكبير na kusema Allahu akbar, والتحميد na kusema alhamdulillah. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد, kithirisheni katika siku hizi za 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, kithirisheni tahlil, kusema la ilaha illa Allah, na takbir na kusema Allahu akbar, والتحميد na kusema alhamdulillah. kama istadallu بأن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. lakini pia maulama wamechukua dalili kwamba Ibn Umar na Abu Huraira radhiyallahu anhuma walikuwa wakitoka kwenda sokoni fi ayami al-ashri, katika 10 hili la mwanzo la Dhulhijja, yukabbirani, wanaleta takbira kule, wa yukabbiru an-nasu bitakbirihima, na watu wengine nao wanaleta takbir kwa sababu ya takbira za Ibn Umar na Abu Huraira radhiyallahu anhuma. Sahaba salaf walikuwa wakileta takbira sokoni, barabarani, nyumbani. Kwa hiyo watu wanaposikia takbira zile, na wao watu wengine nao wanaleta takbira huko katika soko. 3.
katika ibada zinazofanywa katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, adaul haji wal umra, kutekeleza ibada ya haji na umra ni katika ibada zinazofanywa katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja. inna min afdali ma yu'malu fi hadha al-ashri hajju baitillahi al-haram, bora ya amal na ibada zinazofanywa katika kumi hili la mwanzo ni kuikusudia nyumba ya Allah tukufu, kufanya haji na kuikusudia kwa ibada nyumba ya Allah tukufu. faman waffaqahu Allah ta'ala lihajji baitihi wa qama biada'i nusukihi على الوجه المطلوب فله نصيب إن شاء الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. mtu ambaye Allah amemwafikisha kuhiji katika nyumba yake na kutekeleza ibada zake kwa njia inayotakiwa, falahu nasibun insha Allah, mtu huyo ana sehemu Allah akitaka, min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haji mabrur ambayo imefanywa bila dhambi yoyote, haina jaza, haina malipo isipokuwa pepo. alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haji iliyofanywa bila ya dhambi yoyote, haji hiyo haina jaza, haina malipo yoyote, illa aljanna, isipokuwa pepo ndiyo malipo yake. wasayati bayanu fadli alhaji insha Allah, itakuja kuelezea fadla za haji insha Allah. Rabi'an, jambo la 4 katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa afanye pupa kuyafanya katika kumi hili la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja, al-iktharu min al-a'mali as-salihah, kukithirisha kufanya amali njema. al-iktharu min al-a'mali as-salihah, kukithirisha kufanya amali njema. innal amala as-salihah mahbubun lillahi ta'ala fi hadha al-ashr kama taqaddam, amali njema zinapendwa na Allah mtukufu katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja kama ilivyotangulia. Kila amali njema Allah anaipenda zaidi katika kumi hili la mwanzo la Dhulhijja, na maana yake ni kwamba thawabu anazipa kwa ibada hiyo zaidi. وهذا يعني والله أعلم فضل العمل فيها وعظم ثوابه عند الله تعالى. na hii anakusudia, maana ya kuipenda anakusudia wallahu alam fadla za amal, kufanya ibada katika kumi hili la mwanzo na ukubwa wa thawabu zake inda Allah ta'ala, kwa Allah mtukufu. Kila amali njema basi inakuwa thawabu zake ni kubwa, ni nyingi, ikifanywa katika siku hizi za mwanzo, kumi hili la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja. faman lam yumkinuhu alhajj fa'alayhi an ya'mura هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى, ambaye haikumwezekania haji, haikumwezekania kwenda haji kule Makka, فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله تعالى, ni juu yake kuziamirisha nyakati hizi bora kwa kumtii Allah mtukufu. min nawafilis salawat, kufanya na kutekeleza sala za sunna, wal qiraa, na kusoma Qur'an, was sadaqa, na kutoa sadaka, wa birril walidain, na kuwafanyia wema wazazi, wasilatil arham, na kuunga kizazi, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza munkar, wa ghairi dhalika min turuqil khair wa subuli taa, na nyinginezo katika njia za khairi na njia za taa. Mtu afanye pupa, afanye sampuli mbali katika sampuli za taa na ibada, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hizi kumi za mwanzo wa Dhulhijja. Kama hakupata nafasi ya kwenda haji kama mwaka huu, haji ni ya wale waliokule tu, waliokule Maka ndio wanaruhusiwa kufanya haji. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kufanya kila amali njema huku kwetu, tufanye kila amali njema, sala za faradhi, sala za sunna, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, kuwafanyia wema wazazi, kuwafanyia wema jamaa, kuunga kizazi, kuamrisha mema na kukataza maovu. Mambo ya taa na mambo ya khairi ni mengi, tunatakiwa tujitahidi kwa uwezo wetu tufanye mambo hayo ya taa,
ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na ili amali zetu hizi azipende Allah kwa sababu ya kuzitekeleza katika siku hizi za mwanzo za 10 hili la Dhulhijja. Pia katika ibada inayofanywa katika 10 hili 10 la mwanzo la Dhulhijja, al-udhiya, ibada ya udhiya, ya kuchinja udhiya. Wa min al-a'mali as-salihah fi hadha al-'ashr, katika amali njema katika 10 hili, at-taqarrubu ila Allah ta'ala bidhabhil adahi, ni kujikurubisha kwa Allah kwa kuchinja udhiya. Wa badhlil mali fi ta'ati Allah, na kutoa mali katika kumtii Allah. Wattaqarrub ilayhi, na kujikurubisha kwake Allah, kama sayati insha Allah, kama itakavyokuja maelezo ya jambo hilo insha Allah fil majlisi sadis, katika majlisi ya 6. Sadisan, jambo la 6 linalofanywa katika 10 hili la mwanzo wa Dhulhijja, at-taubatun nasuh, toba ya kweli. Wa mimma yataakadu fi hadha al-'ashri at-taubatu ila Allah ta'ala, katika mambo ambayo yanakokotezwa na yanasisitizika katika 10 hili ni kutubia kwa Allah mtukufu, kutubia kwa Allah, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iqla'u 'anil ma'asi wa jami'i dhunub, na kuacha maasia na madhambi yote, kuyawacha na kujinasua katika kila dhambi na kila maasia. Watakhallusu min madhalimil ibadi wa huquqihim, na kujinasua na kuwadhulumu watu na haki zao, kuchukua dhulma, kuchukua mali za watu, kuchukua haki za watu. Mtu anatakiwa ajiepushe na mambo hayo, afanye tauba na awache. Kama alikuwa na dhulma za watu, basi azirudishe. Kama alikuwa na haki za watu, azirudishe, na ajiepushe kuchukua mali za watu na haki za watu. Watauba hiya arrujuu ila Allah ta'ala, tauba ni kurejea kwa Allah mtukufu. Mimma yakrahuhu Allah, katika mambo ambayo anayachukia Allah, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma yakrahuhu Allah, katika yale mambo ambayo Allah anayachukia kuyawacha. Dhahiran wa batinan, kwa nje na ndani. Ila ma yuhibbu Allah, kufanya mambo ambayo anayapenda Allah. Dhahiran wa batinan, nje na ndani, kuyawacha yale mambo ambayo Allah anayachukia dhahiran wa batinan, na kufanya mambo ambayo Allah anayapenda dhahiran wa batinan. Nadman ala ma madha, ukitubia kwa kujuta hayo yaliyopita. Watarkan fil hal, na kuyawacha pale pale. Wa azman ala alla yauda, na kuazimia kutorudia tena katika mambo hayo mabaya, mambo hayo machafu aliyokuwa akiyafanya. Tauba ni kuacha kabisa mambo yale mabaya na kuazimia kutorudia tena, alaikum salam, kuyafanya mambo yale, kutorudia tena. Mtu azimie kwamba hatarudia tena kufanya maasi yale na madhambi yale aliyoyafanya baada ya kutubia. Walwajibu ala almuslim idha talabbasa bima'siyah an yubadira ila at-tauba biduni taswif, wajib kwa muislamu akifanya maasiya afanye haraka kutubia bila kuchelewesha. Liannahu awalan la yadri fi ayi lahdatin yamut, sababu yeye muislamu hajui ni wakati gani atakufa. Kwa haraka mara tu bahati mbaya akifanya maasiya, haraka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuh, kwamba hatafanya tena maasiya yale na kujuta na nini, kwa sababu hajui kitambo gani na wakati gani mauti yatamjia. Wa thaniyan, pili, anna sayyiati tajurru akhawatiha, mambo maovu yanavuta dada zake na ndugu zake. Mambo maovu yanavuta akhawatiha, dada zake. Kila jambo ovu ukilifanya, usipotubia, lile jambo ovu linakuvutia ufanye ovu jingine. anna sayyiati tajurru akhawatiha والمعاصي في الأيام الفاضلة والأمكنة المفضلة تغلظ, na maasi katika siku bora na mahali palipoboreshwa maasi yale yanakuwa makubwa. Wa iqabuha biqadri fadilati zamani wal makan, na adhabu yake inakuwa kwa kiasi cha fadhila za zama na mahali. Maasi ikiwa katika siku bora, maasi yale yanakuwa makubwa, na pia maasi ikiwa katika mahali palipobora kama Makka na Madina,
pia maasi yale yanakuwa makubwa, na adhabu yake biqadri fadilati zamani wal makan, adhabu yake inakuwa kwa kulingana na fadhila za zama zile na wakati ule na mahali pale alipofanya dhambi ile. Walitawbati fil azminati fadila sha'nun adhim, na kutubia katika zama hizi bora kama siku hizi 10 za Dhulhijja za mwanzo ina jambo kubwa. Lianna alghaliba iqbalu an-nufusi ala at-ta'at wa raghbatuha fil khair, kwa sababu ghalib ni nyoyo kwamba zinaelekea kwenye taa na kupenda khairi. Fayahsulu li'tirafu bidhambi wan nadami ala ma madha, kwa hiyo inapatikana ile kukiri madhambi na kujuta kwa yale madhambi yaliyopita. Mtu anakiri kwamba alifanya dhambi na anajuta kwa yale madhambi yaliyopita. Wakati ule anatubia, anakiri kwamba alifanya madhambi yale na pia anajuta kuyafanya madhambi yale. Wa illa fatawbatu wajiba fi jami'il azman, vinginevyo ni kwamba toba ni lazima katika zama zote, lakini katika zama hizi fadhila na siku hizi fadhila, siku bora, toba ile ni nzuri zaidi kutubia, kwa sababu kila mtu anaelekea kwenye kufanya kheri na anakiri kwamba alifanya madhambi huko nyuma na anajuta. Kwa hiyo kutubia katika ayyamul fadhila ni bora zaidi, lakini vinginevyo toba ni lazima katika kila zama na katika kila wakati. Walakin min asbabi qabuli al-a'mali wa tarattubi al-maghfira war-rahma an yatuba al-mu'minu ila rabbih, lakini katika sababu za kukubaliwa amal na kupangiliwa maghfira na rahma ni mtu kutubia, muumini kutubia kwa kurejea kwa Mola wake. Wal maasi sababu al-bu'di wat-tardi, maasi ni sababu ya mtu kuwekwa mbali na kufukuzwa na rahma ya Allah. Maasiya ni sababu ya mtu kuwekwa mbali na rahma na kufukuzwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-ta'atu asbabul qurbi wal wuddi, na taa kumtii Allah ni sababu za kuwa karibu ya Allah na kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا اجتمع للمسلم توبة نصوح من أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة فهذا عنوان الفلاح إن شاء الله. Ikikusanyika kwa Muislamu toba ya kweli katika amali hizi njema na pia katika zama hizi fadhila kama siku hizi bora, fahadha unwanul falah, hii inakuwa ni unwani ya kufaulu insha Allah. Qala Allah ta'ala, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min almuflihin, ama aliyetubia na akamwamini Allah na akafanya amali njema, huenda akawa huyu ni katika wenye kufaulu. Allahumma ja'alna min almuflihin. فليحرص المسلم على مواسم الخير. Kwa hiyo muislamu anatakiwa afanye pupa kufanya mambo ya taa katika misimu hii ya khairi. Fa innaha sari'atul inqidha, waliyuqdim li nafsihi amalan saliha, na itangulizie nafsi yake amali njema. Yajid thawabahu ahwaja ma yakunu ilayhi, atapata thawabu zake hali ya kuwa anazihitajia zaidi kuliko ilivyokuwa. Fa inna thawaba قليل والرحيل قليل والطريق مخوف والاغترار غالب. safari iko karibu ya mauti, njia inaogopwa ya kwenda akhira. Walightirara ghalibun, na kughurika mtu na dunia ndio sana. Wal khatara adhimun, na hatari ni kubwa. Wallahu ta'ala bil mirsad, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika kuongojelea waja wake. Wa ilayhi al marji'u wal ma'ab, na ni kwake yeye marejeo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah, yoyote mwenye kufanya wizani wa dharra, kitu kidogo, akafanya kheri, yarah, ataona malipo ya kheri hiyo siku ya kiyama. Na mwenye kufanya wizani wa dharra, kitu kidogo, shari, yarahu, ataona jaza na malipo ya shari hiyo siku ya kiyama. Nasallu al-Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.